Ya mengine sasa ni kwamba hafla ya mazishi ya watoto watatu huko Kirinyaga iligeuka na kuwa uwanja wa mabishano baada ya Askofu Simon Munene kuwazuia wanasiasa kuzungumzia siasa katika mazishi hayo. Mambo yaliharibika pale mwakilishi wa kike wa Kirinyaga Njeri Maina alipokaidi agizo hilo na kuzungumzia masuala yaliyohusiana na bima ya SHA. Hali hiyo ilipelekea askofu kumnyang'anya kipaza sauti, jambo lililozua makabiliano, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Ben Kirui. Hafla iliyopaswa kuwa ya heshima iligeuka na kuwa uwanja wa mzozo baada ya mabishano na makelele kusheheni. Hafla hiyo ilikuwa mazishi ya wanafunzi watatu waliofariki katika ajali ya barabarani iliyotokea eneo la Kariko wiki moja iliyopita. Hali ya taharuki ilianza mwakilishi wa kike Kirinyaga Njeri Maina alipokaidi agizo la askofu aliyekuwa akiongoza ibada, ambaye aliwataka wanasiasa kuepuka kuzungumzia siasa. Askofu Simon Munene alimnyang'anya Maina kipaza sauti, jambo ambalo liliwakasirisha baadhi ya waombolezaji waliotaka mbunge huyo apewe nafasi ya kuzungumza. Because let me answer you fair and fair. Because this is a burial ceremony, not a political marriage. You'll do that. Bishopu kwena sisiyo kahava. Nario horo washa. Nandona gwetondodo. Listen to me, please. Not contention, please. Thank you. Vutano ulizidi huku baadhi ya waombolezaji wakianza kupiga kelele na kusababisha ibada ya mazishi kuvurugika kabisa. Askofu Munene alilazimika kuondoka kwa haraka baada ya vijana waliokuwa na hasira kumgeukia. Awali, askofu huyo alikuwa amewasihi wanasiasa kuheshimu hafla hiyo na kufariji familia zinazoomboleza. Hata hivyo, ombi lake lilipuuzwa, jambo ambalo lilichochea mvutano huo. Hapa tuongei SHA inafanya kazi ama ifanyi. Atuongei kama barabara zinajengwa ama hazijengwi. Because if we start doing that, hawa watu ambao wamefiwa, ambao wanaomboleza na wanalia, na ndio wamefanya tu hapa. Sisi kama viongozi lazima tuzungumze. Seneta wa Kirinyaga Kamau Murango alilazimika kuingilia kati ili kutuliza hali. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.